kufanya vitendo vya uhuni, na sisi tulishawajua kwa sababu tulianza vizuri. Tumeshajua sio watu ambao wako upande wetu, sio watu wa haki. Tutajua namna ya kuongea nao kwa lugha ya amani kule mbele. Huo ni wajibu wetu wa msingi, kwamba ni muhimu tuongee na familia zetu za Kitanzania kwamba jamani, tarehe 7 tusibaki majumbani. Tarehe 7 tutoke kama sehemu ya ibada, na tena tuwaambie sio tu maandamano, ni siku ya ibada ya kusema ndugu zetu waliotangulia, si kwamba wale ni takataka. Tumetoka tarehe 7 tunaenda kufanya maombolezo ya taifa zima. Tutatoka tarehe 7, ni siku ya ibada ya taifa zima, kwenda kuomboleza waliouliwa bila haki, bila hatia yoyote, walionewa. Tutatoka kufanya ibada ya pamoja, na kama ni ibada tuzungumze na ndugu zetu kwamba hiyo ni siku ya ibada. Wale wanaoendesha magari wasiendeshe magari siku hiyo, ni siku ya ibada. Wale wanaokwenda makazini siku hiyo wasiende, kwa sababu ni siku ya ibada, na siku ya ibada hakuna mtu yoyote anaweza kufanya fujo. Kwa hiyo tunaomba jeshi la polisi watuwekee ulinzi na sio kututishia. Hilo ni la msingi. La mwisho, lazima tukubaliane, taasisi na asasi zituunge mkono. Chadema wanajua wana wakati mgumu kuunga mkono maandamano moja kwa moja ya tarehe 7, lakini nataka nitoe lai, si kwa Chadema tu, ni kwa mashirika yote duniani kote. Tuyaandikie ujumbe kama inawezekana. Tuna mataasisi mengi. Leo ukisikia Tanzania inabananishwa na bunge la Marekani ama bunge la EU, ni kwa sababu kuna taasisi ziko upande wetu. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuendelea kupeleka ujumbe kwa haya mataasisi kwamba tarehe 7 tutakuwa na maandamano ya amani, lakini tumeisha tiishiwa usalama wetu. Na niwatie moyo na tujitie moyo wote, dunia inatutazama. Tusije tukaogopeshwa kwamba tutauliwa siku hiyo, sijui bunduki zitapigwa. Sio kweli. Dunia inatutazama kwa jicho pana, na ndio maana hata polisi, nilikuwa nawaambia juzi, polisi anafanya ile press, yule ambaye anatakiwa astaafu anaogopa kusema yasiwepo maandamano kwa sababu amebananishwa. Anaulizwa, wewe unasema ni nchi ya demokrasia na katiba inaruhusu watu kuandamana, ili kuwaje ukawaua watu? Walikosa majibu, na laundi hii watakosa majibu wakisema hakuna maandamano, wakati ni wajibu wa watu kuandamana kudai haki zao. Wameisha toa lai ya kwamba wakiwafanyia vitisho vya jeshi la polisi na wakawatishia kuwakumbusha yale yaliyotokea tarehe 29, basi mtakimbia na kuogopa. Lakini vijana, nyie sio wa karne ile, wala anazungumza na Watanzania wa leo sio wale wa 1002, wala sio wale wa 96. Ni watu tunaelewa wajibu wetu, tunajua haki zetu. Hebu ukiwa unafikiria kuogopa kuandamana, naomba nikurudishe nyuma. Leo mafuta ni 4,000. Leo vitu vimepanda bei mara 2 zaidi. Leo niambie, serikali ya Lamu imefanya nini kwenye mtaa wako? Niambie kimoja. Imejenga barabara? Kama ni barabara, sio serikali, sio wajibu wa serikali, ni jukumu ilitakiwa ilifanye miaka mingi, kwa sababu inakula madini, inauza madini kama njugumawe, inaachisha mashimo. Leo mpaka leo ukisema inajenga mashule, hiyo ni nchi gani ambayo inajenga mashule mpaka leo toka uhuru? Ukisema imeleta maji, niambie toka wewe umekuwa mpaka leo unasikia serikali inaleta maji tu, ujue kwamba hii ni serikali ya kinoko. Leo Watanzania ambao ni Watanganyika wanaonekana kutengwa. Yani unaambiwa wewe ni Mzanzibara, wewe ni Mtanzania bara, hakuna kuingia kwenye geti. Tayari tumeisha tengenezewa matabaka. Lakini yule ambaye ni mama yao kutoka kule ng'ambo, yeye ndio rais, eti ndio rais wa Tanganyika, ndio rais wa Tanzania. Lakini wao wanatuitia ndugu zetu ni Mayuda.
Kwa hiyo ndugu yao yeye sio Yuda, yeye ni Yesu. Sisi tunaonekana ni Mayuda kwa sababu tunatawaliwa na ndugu yao kutoka Zanzibari. Na tukiongea haya wanasema ni kujitenga ama ubaguzi, lakini ubaguzi wanaofanya ni mkubwa, kwa sababu leo TRA ambayo inasimamia mapato ni kutoka Zanzibar. Ndio maana hamna pesa. Anayesimamia pesa, mambo ya fedha, miradi, anatoka wapi? Zanzibar. Wanafanya hivyo kwa sababu wanataka wabane, msiwe na pesa, muwe omba, kwa sababu pesa watazishikilia wao, waboleshe kwao kwanza. Ukiangalia jumba alilojenga Mama Samia lile kubwa, ukipita pale ni kama viwanja 7 vya mpira. Zote zile ni pesa kutoka Tanganyika za walipa kodi. Ukienda Arusha, Mama Samia na mtoto wake wote wana visima vya madini, wanachimba Tanzanite na vingine wanagawia Waarabu. Ile yote ni fedha yako wewe Mtanganyika. Sasa jifanye kurudi nyuma, useme mimi nimeokoka, sina sababu ya kuandamana, sina sababu ya kuzungumza, sina sababu ya kudai haki. Wewe utakuwa mjinga, kwa sababu utaamka utakuta hakuna chochote kilichobakizwa. Utakuta kuna mashimo, utakuwa ni omba, utakuwa kama ni kapuku usiyekuwa na akili timamu. Tusikubali kufika kwenye hiyo level. Ni wakati wa kuzungumza, tushikamane pamoja, tuseme tunataka mabadiliko, tunataka Tanganyika yetu, tunataka uwajibikaji, tunataka katiba mpya. Hii ikawe ni lugha ya pamoja. Wakijitokea watu wakajitenga huko wakasema sisi hatuandamani, tunapinga, wale ni wenda wazimu. Tusikubali kupotoshwa ama kupunguziwa nguvu watu wa namna hiyo. Lakini mwisho, kila tunachokifanya tusisitize amani, kwa sababu Tanzania yetu hii ndiyo mama wa kila kitu. Wanatengeneza chokochoko ili tupigane, tuchome manyumba, tuharibu kila kitu, kwa sababu wanajua wao watarudi Zanzibar. Na lazima useme kwamba tunawatenga. Nasema ukweli, watarudi Zanzibar. Wanaharibu amani ya usalama, kwa sababu wanajua wao watarudi Zanzibar, hawatabaki hapa. Watu wache sisi tunapagala, tuna maisha ya ovyo, nchi imeharibika, ndio lengo lao, watakimbia. Tusikubali kugombanishwa na polisi, tusikubali kugombanishwa na jeshi, tusikubali kugombanishwa na ndugu zetu ambao wanajifanya wataki maandamano, tukaona ni maadui. Tuwaambie tu kwamba ninyi hamjafunguka akili. Muda ukifika wa kufunguka akili, mtajua tulikuwa tunadai kilicho sahihi. Kwa hiyo mwisho, tusisitize ni maandamano ya amani, ili wasipate sababu ya kusema tulisikia wanasema watachoma mashule. Wasiklimatize hili jambo kwa sababu hiyo. Nilisema kabla ya kufunga nitajaribu kutafuta namba za mashirika hapa. Nilikuwa nampigia mtu mmoja angalau tuzungumze naye kwenye live. Huyu mtu ni kutoka shirika la Human Rights Watch. Kwa bahati mbaya amesema yuko kwenye kikao. Raundi ya pili tutamtafuta ili tumuulize kuandamana ni kosa na nini kifanyike. Atatuambia process ya kwanza ni kutoa notisi. Sisi hatuwaamini polisi kuwapelekea barua ya live, kwa sababu ni criminal na wanatakiwa wajibishwe. Kwa tutakachokifanya ni kusambaza vipeperushi ambavyo vitakuwa ni public notice, iende kwenye email zao, iende kwenye mitandao kwamba tutakuwa na maandamano na demand zetu ni 1, 2, 3. Sasa siku ya maandamano mtu akitokea saa 2 ni kosa. Siku ya maandamano mtu akitokea saa 12 ni kosa. Mfumo uliobola ni kuamka ile mapema usiku saa 8, wote tuko barabarani tunasubiri maombolezo. Italeta nguvu zaidi kuliko kusubiria saa 2 tunaamka usingizini ndio tunasema tuko barabarani kwenda kufanya maombolezo. Ninasema haya sio maandamano tu, haya
ni ibada ya maombolezo ya taifa letu zima. Taifa zima litakuwa na maombolezo, sio tu ibada ya maombi, ni taifa kuomboleza na kusikitika. Kwa hiyo lazima tuamke mapema kabla malaika hajaondoka. Jamani, ameondoka. Nilikuwa na swali. Kadondoka. CCM Wamemshusha. Anaogopa sana sauti ya Lissu. Wamemshusha, anapiga nondo kali. Jamani, sio vitu hivi mwanzo Pande tena. Yo. Nimemnani. Karekodi nani Matuzi karekodi hapa rekodini. Kapanda jana pia, mimi naambia jana kapanda. Anyway, tusikuze. Maana yake UVCCM wako hapa. Tutap jamani. Nimemnani hapa. Yeah. MTZ. Nakusikia kaka. Wakati tunamsubiria kwanza, nimefurahi sana kwa sababu wakati naongea kuna mtoto alikuwa ananisumbua afu nikakatishwa. Tumia vizuri nafasi ambayo mimi niliona, yani mtoto alikuwa kama malaika. Kwa hiyo nafasi Lissu amechukua nzuri sana, na uzuri kwamba amepiga nondo. Nadhani amebakisha tu ni pointi 2 tu, lakini 100% tuliokuwepo hapa tumemsikiliza, na wale wanao rekodi nadhani watasambaza sehemu zingine. Kwa hiyo ndugu zangu, mazuri ambayo tunayapata katika hizi live tusiishie kuzipata, tusio wachoyo kwamba sisi tukaishia kuzipata tu hapa. Kama kuna mtu anaongea kitu cha msingi kinarekodiwa, kinaenda kwenye platforms zingine ili kutengeneza awareness mpaka tunafika tarehe 7 mwezi wa 7. Hakuna mtu atakayeandamana atasema eti amefuata mkumbo. Yoyote atakayeandamana tarehe 7 mwezi wa 7, hakuna atakayefuata mkumbo, bali atakuwa ni mtu ambaye yuko reasonable, ana consciousness na akili yake imeona hapa ninafaa kulipambania taifa langu. Kwa hiyo kuna kitu kizuri kinaongeleka hapa. Tuko watu 171. Kama kuna kitu kiliongeleka hapa kizuri, watu wamerekodi, tupieni huko kwenye mitandao mingine huko Facebook, Instagram, wapi huko. Na ukiona kuna kitu kipo kwenye mitandao mingine, wewe umekiona ni nondo kwa ajili ya tarehe 7 mwezi wa 7, usiwe mchoyo, kidownload, kisambaze, na wewe kisambaze kwa followers wako. Ndio maana mimi toka juzi kuna wimbo na upigia debe na usambaza kwamba kuna wimbo ambao unahamasisha watu wasiogope kuhusu maandamano. Upo kwenye kwenye profile yangu. Na nadhani MTZ na kuna watu wengine wakina Uhuru, wakina Raila wameuchukua. Kazi ya ule wimbo sio kwamba ukae kwenye profile yangu au kwenye feed zangu za posti. Hii nafasi tunamuomba, bado yuko hapa chini. Hii nafasi tulikuwa tumemwachia tumpandishe nani? Lissu. Acha nishuke. Hapana, usishuke. Hapana. Kaka nani hapa mtandao unamsema, tutamuomba kidogo nani aache hii nafasi. Wala usishuke. Tuendelee kaka Kwizi. Bernard, asante kaka. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna wimbo upo kwenye akaunti ya Uhuru, kwa sababu Uhuru akaunti yake moja wameiharibu hawa manyang'au. Kwa kuna akaunti ya Uhuru mpya, upo huo wimbo ambao unazungumzia ujasiri wa kuishi kuandamana. Okay. Kwa heshima na taazima, naomba nimpe Lissu aendelee alipoishia. Kaka Lissu, endelea ulipoishia kaka. Karibu kaka Duda. Karibu Duda. Okay, kaka Lissu karibu. Fungua mic kaka Lissu.
Asante. Nashukuru sana. Tulikuwa tunaendelea kuelekeza wazi wa kitu ambacho tulikuwa nacho ni kuelewa nafasi yetu. Watanganyika tumegawanyika. Wapo wale watu ambao wanasema wamelipwa pesa kudanganya watu kwamba hakuna maandamano, na wanaonesha kupenda sana Tanzania na wanaihubiri amani kuliko haki. Sielewi wana mapepo gani, au Mungu aliwanyang'anya ufahamu kuelewa kwamba tuko kwenye hatari mbaya zaidi haijawahi kutokea kwenye taifa letu. Tunaendeshwa na mfumo ambao ni wa kitapeli, mfumo wa kilanguzi. Alafu kuna mtu anasema tuko sawa. Huwezi kusema uko sawa wakati hali ni mbaya. Hali ni mbaya, ni mbaya kuliko unavyodhania. Hali ni mbaya. Unaposema tuko vizuri, unafurahia hali ilivyo, unasema mambo ni mazuri, wewe utakuwa una tatizo la uelewa. Kama Lissu anaweza kushikiliwa zaidi ya mwaka, ukasema ni sawa, maana yake hata wewe utakuwa uelewi kwamba kesho inaweza likakukuta jambo ni zito zaidi ya Lissu. Lissu ni mtu mkubwa. Lissu anafahamika duniani kote. Kama mti mkavu unaweza kutendewa vile, wewe utafanyiwa nini? Ndio maana mnaona wanateka, wanawaua, wanawamaliza na kuwapoteza kwenye taifa lenu. Taifa lako limegeuka sehemu ya mauaji, na wanaokuua sio Watanzania, sio Watanganyika. Ni oda kutoka kwa watu ambao hawana uchungu wa ardhi ya mababu zako waliokupea wewe. Hawana uchungu. Ndio maana wanaweza kusema tutamteka, tutaua, kwa sababu wanaona hawana faida na damu ya Watanganyika. Damu za Watanganyika zinalia. Mdude analia Polepole aliyekuwa CCM mzuri leo yuko wapi? Lakini yule ni Mtanganyika mwenzetu. Wazanzibari wanaungana kuwa kitu kimoja kudai maslahi ya Zanzibari yao. Sisi Watanganyika tumelogwa na nani? Tukose ushirikiano wa kuungana pamoja na kusema tunataka mabadiliko ya taifa letu. Sisi ni nani? Kwani sisi tumelogwa kiasi kwamba hatujui mali zetu zinaibiwa na kupolwa? Kwani sisi hatujui aliyechukua mradi wa mabasi ya mwendo kasi anasema hataki kuona mabasi mengine daladala zinaenda? Na wale ambao wanaendesha daladala, mko wapi? Tuungane pamoja ili kushinikiza utapeli unaoendeshwa kwenye taifa letu unakoma. Yanaondoka kila kukicha, yanasombwa na maloli. Ule mchanga ambao ulikuwa umezuiliwa kusafirishwa kwenda China, sasa hivi unasafirishwa tena. Mtabaki na nini? Utabaki na nini? Mpaka miaka 5 ya huyu mama inaisha, utabaki na nini? Kuna umbinu serikali nyingi zinatumia, inaitwa economic savage. Hii ni mbinu ya kuwafanya wananchi wako wawe wakose pesa ili wakunyenyekee na wakuombe. Ndicho wanachokifanya. Ndio maana sekta zote za fedha, ile benki kuu ya Tanzania inasimamiwa na Mzanzibari. Masuala ya fedha Mzanzibari, TRA Mzanzibari, kila mtu ni Mzanzibari. Maana yake wanaweza wakakaa chooni pamoja wakapiga stori, kwa sababu wanataka wa neutralize pesa isije kwenye mifuko yenu, mbaki kuwa ombaomba, wajinga wa kuitwa chawa wa serikali, ili waendelee kunemeka. Ni muhimu muamke,
tuelewe kwamba hili sio jambo la vijana. Lazima tukubali tutakaponyamaza kuongea. Tumekubali kubakwa kwenye taifa letu. Tumekubali kubakwa, kunyang'anywa uhuru wa kuzungumza kwenye taifa letu. Tumekubali. Kama tumekubali kuona taifa letu linayumbishwa, tunyamaze, tutishiwe kuongea, tukae kimya, tutakubali kwa sababu tumeogopa wanavyotutisha. Leo hii deni la taifa limepanda trilioni za pesa 100 na zaidi, na kwa sababu hawana uchungu, mpaka anamaliza miaka yake 5 itakuwa ni zaidi ya trilioni 200. Anawakomoa huyu mama mpaka ile ndege ya Tanzania yeye kwake ni daladala. Akitaka kwenda kununua nyanya atapanda, lakini ile ni kodi yako wewe Mtanzania. Lakini yeye kaigeuza kuwa daladala. Tutatoka, tutafanikiwa. Sio rahisi. Kwa lazima tukubaliane kwamba tuko kwenye wakati mbaya, haujawahi kutokea. Wakati mbaya sana, haujawahi kutokea kwenye taifa letu, hujawahi kutokea. Kipindi kibaya zaidi kwenye historia ya taifa letu hakijawahi kutokea. Lakini historia itaandikwa kwamba walikuwepo watu walisimama kulizungumzia taifa lao bila kuogopa, na wale ni wale watakaotoka kusema tunatoka nje, tunataka kufanya ibada. Tarehe 7 ni siku ya ibada, sio maandamano tu, ni ibada ya taifa zima. Tunaenda kufanya ibada kuliombea taifa letu, limeibiwa vya kutosha. Tunaenda kufanya ibada kuliombea taifa letu, Wamasai wanakimbizwa kama kuku ili apewe mwalabu. Tunaenda kufanya ibada kwa ndugu zetu waliouliwa na hawajarejeshwa mpaka leo, wengine walisagwa na mashine. Tunaenda kufanya ibada. Ibada ni nani anamzuia mwingine asifanye ibada? Utakubali kuzuiliwa usifanye ibada ya kuwaenzi ndugu zako? Tena ni kwa siku moja ya tarehe 7 mwezi wa 7. Sidhani. Asante sana kaka Lissu. Naona hawa uduanzi hawa wanamtoa sana Lissu. Lissu, kuna kitu ambacho nataka nikufanye. Kuna kitu ambacho nataka ukifanye. Kaka Lissu, upande tena, nafasi yako hapa ipo. Hawa watu wamepagawa. Kuna kitu nimekinoti Emi. Unajua machawa leo kwenye comment section haya comment uduanzi kwa sababu yanajua yatatolewa. Kwa hiyo yamekaa kimya ili yamsikilize Lissu. Kwa hiyo tunawaambia nyinyi machawa ambao mna comment negative, endeleeni kuto kucomment ujinga kwenye comment ili muendelee kupata madini. Yaani leo amejikausha. Yaani unajua tukifikaga watu 200, tukifikaga watu 200 machawa utakuta lazima atokee machawa yanatukana. Sasa leo yamekausha kwa sababu yanaogopa yatatolewa. Lissu, nafasi yako ipo. Ila nachotaka nikusii kaka Lissu, wewe ukizungumza hapa, zungumza kama Lissu aliyotoka gerezani. Usimzungumzie Lissu. Yaani wewe zungumza kama Lissu aliyokuwa gerezani. Yaani beba ile nafsi yako ya kwanza kwamba mimi ni Lissu nazungumza kutoka gerezani. Hiyo ndio itatumotivate sana watu ambao tunataka wanaumia kweli kweli. Yeah. Kwa hiyo mimi zungumza kama wewe uko gerezani, wanajiuliza kwani huyu mtu yupo kweli, wanaenda kumchungulia mara 2. Kwa hiyo Lissu, kama unatusikiliza kaka, ukija hapa wewe unaitwa Lissu, ukija hapa kaka, zungumza kama uko Ukonga. Sema mimi Lissu niko siku 430 ngapi gerezani leo kwa sababu ya Samia. Usiseme Lissu yupo. Ukija hapa sema wewe, yani uje kama Lissu. Hiyo ndio itakuwa vizuri zaidi.
itatumotivate sisi ambao au ndo wamempoteza kabisa. Mambo ndo kama ya Bili, wanamshusha kwa pesa nyingi sana hapo juu. Wanamshusha kwa pesa nyingi sana. Yupo. Mpandishe. Piga vinanda basi na wewe host uchangamki. Mani. Natamani kuweka hicho kitengo. Host changamka basi na wewe. Kakalisu panda. Kakalisu panda. Ni kwenye comment section andikeni back Lissu. Jamani, mrudisheni Lissu. Mpeni moto mpeni watu wa comment section comment kwamba Lissu apande tena, ili awe anaona hizo comment apande hapa tena, tuendelee kupata madini katika Jumapili tulivu, tulikuwa tunasubiri hiyo 77. Back Lissu, njoo kaka hapa juu, tunataka tukusikilize. Sauti za kina Kuizi zimezoeleka sana. Njoo kaka Lissu kutoka kuta za gereza za Ukonga, uje kaka utupige nondo mpaka au nani maskari magereza waanze kuchualia. Nasikia Kakwizi ameandika hapo, anasema amepewa limit ya kupanda. Sheria gani sasa jamani amevunja wakati hajaongelea kuchoma? Jamani, aliyerekodi basi atusikilizishie basi. Kama kuna mtu amerekodi apande hapa tumsikilize tena kwa mara ya pili Lissu. Kama Lissu utafanikiwa hata kwa akaunti nyingine panda. Ngojeni, kama amepewa basi nani Discord, tunaweza tukampata Discord nani tukasikiliza nondo zake Discord ili atuambie hizo nani za barua. Saudia karekodi. Saudia iko vizuri. Kama amenichezea na mimi, what is going on? Yes. Ngoja na wewe waanze kukushusha kwa pesa nyingi hapo. Hichi kiti kwani kina matatizo gani? Mungu wangu. Oh my goodness. Sioni hata comment za chini. Na wewe tena wanakupa nafasi hiyo ya kukushusha. Yani mtajua mjue nimerekodi lakini ni kidogo, lakini hiyo ndio rekodi inatosha, tutaruka nayo tu. Nyie endeleeni kwa kutumia hela zenu, na sio hela zenu kwanza, ni hela zetu. Endeleeni kutumia, lakini 77 mkae mkijua tunatoka. Na tunachofurahi zaidi mnatutangazia wenyewe, mna promote for free. Nini wanasema maandamano hayatakuwepo na hayaruhusiwi. Ina maana Tanganyika ni kwamba tumetekwa kiasi ya kwamba hata kile kitabu walichokijiita kijitabu, katiba ambayo ipo hata kama sio nzuri, lakini ndio ilowafanya mpaka sasa hivi wako hapo, hawaelewi hata kama kuna kitu maandamano. Yani kwa sababu tu ni darasa la 4B, wanasimama huko wanakosimama, sijui wakisoma madarasa ndo wanaona ni chuo wamemaliza, wanakuja hapa kutuletea upumbavu. Wewe mwananchi ambaye unawaza usitoke, kaa chini ujitafakari. Huyu kwa sababu tu anapelekewa moto huko nyuma sehemu zake za siri, huyu kwa sababu anapewa 10,000 ya kula yeye na ajali hata familia yake, watoto wake, vizazi vyake, unakuja kumsikiliza usitoke kwa sababu ya hao mashehe ubwabwa. In short ni kwamba hivi Mtanganyika wanatuchezea akili. Mtanganyika, nyanyukeni, amkeni, simameni, sivyo watakuja kutufanyia vitendo zaidi ya hivi ambavyo tunaviona, zaidi ya hapa. Kwa sababu wanatetea matumbo yao, haikufanyi wewe ushindwe kuelewa kwamba utekaji sio mzuri. Kwa sababu wanatetea matumbo yao, haushindi kuelewa kwamba maisha yamekuwa magumu kiasi kwamba mpaka sasa hivi unafikiria kufanya tabia mbaya. Watoto wa kike, nyanyukeni kokote huko mlipo. Tunawaza au tutengeneze genge la kwenda kujiuza angalau tupate 100-200. Hayo sio maisha ambayo ulipangiwa mtoto wa kike. Hayo sio maisha ambayo wewe ulizaliwa uje hapa duniani upitie kujiuza, upige umalaya, huyu akupe 5,000, huyu akupe 2,000 ili uweze kuona unakulaje. Tunaelewa kabisa wote ambao wanajiuza sio kwa sababu wanapenda, ni kwa sababu maisha yamekuwa magumu. Anaona njia pekee ya kumsaidia pengine ni hiyo, lakini anaona nijiue, hapana, siwezi kujiua. Mwingine hebu nyanyuka tujielewe. Sijui ni gani ananipigia sasa hivi kwanza na yeye.
Okay, unasikia ndugu Mtanzania kwamba sio kwamba watu wanaenda wanatumia yani matumbo yao kuhakikisha sisi wanatufanya tunakuwa kama sio binadamu, tunakuwa ni miskule. Jaribu kunyanyuka, jaribu kujielewa. Wazazi wametusomesha, tumefika mpaka mavyuo, tumemaliza, lakini hatuna maisha. Njia pekee tunazoona zinaweza ukahaba, lakini ni ukahaba ambao tumesababishiwa na hawa viongozi haramu. Nyanyuka. Unaona wanaume sasa hivi wametafuta hela kila watafutavyo, wamepambana, wanaamka asubuhi inafanyaje? Wengine sio kwamba wanalawitiwa kwamba wamelawitiwa tu bahati mbaya, wengine wanaingia kwenye hivyo vishawishi kwa sababu tayari ana familia, ana ukoo, anaona nijiue, yani njia yake pekee anaona ngoja ajifanye ankoti ili aweze kutoka afanyiwe hivyo vitendo vya kikatili apate hela aweze kuilisha watu ambao wanamtegemea. Ndugu zangu, kama mnaelewa maana ya nini, kwa nini huko hapa duniani, wakati ni sasa, hakuna wakati mwingine. Vitu vyote tunaweza tukavipoteza na tukavirudisha, lakini muda ukishapita hatuwezi kuurudisha. Au mashehe ubwabwa waje na wengine, sisi mbona bado hatujatikisika, sisi mbona hatuelewi, yani kuhusiana sijui na chui atatulalua, sijui wataingia na chui, sijui wamesema vitu gani. Sisi sasa sijaelewa nyinyi mnatuchukuliaje. Wananchi sisi tu peke yetu ni zaidi ya simba. Kwa hiyo hivyo vyote wanavyopiga makelele, uzuri ni kwamba wananchi tunaelewa sehemu. Hawa watu wanaoongea tunawajua, hawa watu ambao tunaongea tunajua makazi yao wanakoishi, tunajua watoto wao, tunajua kila kitu kuwahusu wao, lakini uzuri ambao tuko nao sisi hawatujui sisi. Mimi kama Tanganyika, kama hakuna mtu wa kunichomesha hapa, hakuna mtu yeyote atanijua. Mimi ni upepo, yani huwezi kunikamata popote pale, wasenge kabisa. Nyanyukeni, tulikomboe taifa. Tuacheni kuwa na roho mbaya, tuacheni kuwa na roho ngumu, tuacheni kuwa wabinafsi, tuacheni kuwa ni watu ambao hatuwezi kupenda hata maisha yetu wenyewe. Leo tunasema tunyanyuke, tuende kulitetea taifa. Tupo watu zaidi ya milioni 60, lakini ukweli mchungu, hata kama unachukia uchukie, Watanganyika wanaojielewa yawezekana hata tufiki milioni 1. Hatufiki milioni 1 Watanganyika tunaojielewa katika taifa ambalo lina watu zaidi milioni 60. Sasa hiyo ni hasara kuwahi kutokea, lakini Mungu ametuumba sisi tuje tufanye haya tunayofanya. Mungu ametuumba tukae kimya ambapo naona kuna haki. We Mtanganyika mjinga unakaa hapo nasema wanaoandamana wanaleta fujo. What the fuck? Idiot. Amka huko ulipo. Kwa sababu umeme unapokatika unakatika kwako. Kwa hao viongozi haramu ushasikia umeme unakatika. Maji yanapokatika unasumbuka kila siku. Sasa hivi hata wananchi wanaenda kuchota maji kwenye visima ambapo ng'ombe, mbuzi, sijui mifugo yote inaenda kuinama pale kunywa maji. Na wewe mwanadamu ndio unaenda kuchota maji. Una akili timamu kweli wewe? Una akili timamu? Nyanyuka huko, njoo, hakikisha tunalikomboa taifa letu. Njoo bila kusukumwa na mtu yeyote, bila kuangaishwa na mtu yeyote, bila kusema kwamba usijui kwa sababu mtu fulani kasema. No, hakikisha tunanyanyuka sote kwa pamoja, tunalikomboa taifa letu. Taifa letu linatuhitaji. Au mashehe ubwabwa watakuja wengi kabla ya tarehe 7. Hata Moto N9, before Moto N9 milio yao ilisikika, tulisikia vizuri sana, lakini nini kilitokea? We don't care, we don't give a fuck. Kwa hiyo tutaandamana na taifa letu tutalirudisha mikononi mwetu. Taifa ni la kwetu. Kuhusiana na kifo na wajibu sasa, nyie mashehe, kama mnawaza kwamba hawa wanaongea tutawakamata tutawaua, watakaoingia barabarani tutawakamata tutawaua, you are idiot. You are such a foolish, kwa sababu amuelewi kwamba sisi wapenda haki, kifo si kitu ambacho tunakiogopa. Yani ndo kwanza, yani mtafute vitu vya kututishia, labda ugali wa moto, uji wa moto tunauogopa sana kwa sababu utaunguza midomo yetu, tutashindwa kuongea. Lakini issue ya kwamba kifo, hiyo kifo tunaelewa kwamba kila binadamu atakufa. Nyie ambao mtadumu milele ndo mnahangaika, ndo mnajihangaisha. Kwa hiyo sasa, hakikisheni kila mtu unatoka ulipo, hakikisha kila mtu unanyanyuka ulipo, tetea taifa lako kabla mambo mabaya hayajaweza kutupata, kabla mambo mabaya hayajaweza kutukuta. Taifa linatuhitaji sisi kabla hatujaonewa huruma na watu wengine kutoka mataifa mengine. Mungu ana watu wengi ambao watatutetea, lakini cha kwanza inabidi tujitetee sisi wenyewe. Hao mashehe vijana inaeleweka, watapitiwa tu. Kama sio sisi ni Mungu tunaye na tunatamba naye, na atawapitia kama walivyomtaja Mungu kwenye ujinga wao. Hivyo kwanza inabidi tujitetee sisi wenyewe. Hao mashehe vijana inaeleweka, watapitiwa tu. Kama sio sisi ni Mungu tunaye na tunatamba naye, na atawapitia kama walivyomtaja Mungu.
Maana amepotea hostess za. Tapuni jamani. Maana no, sijapotea, nilikuwa nimemaliza. Sijapotea. Maana nina hasira hapa. Okay, nashukuru sana. Au kuna kitu moja nataka nijazie. Gani? Nusu saa au sali moja. Maana Nondo kama zote hana akaunti nyingine. Jana ameongea pale kwenye live yangu karibia lisali zima. Wacha bwana. Kumbe alianza tangu jana. Alikuwepo. Kwizi si ulikuwepo jana Ndio alianza jana kwa kama jamani huyo sio Tundu, nikamtafuta nikamkosa, baadaye akadondoka pu. Alafu ilikuwa saa 8 ile usiku. Aliongea karibia lisali zima pale. Ila stume, yani Jumapili yetu ilikuwa imetulia kabisa, tunasikiliza nondo nzuri. Ilikuwa imetulia kabisa yani. Tena jana hajashushwa hata mara moja. Ameongea kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mtu anaitwa Kieleweke tu, anasema amerekodi. Sasa sijui tumpishe aje asikilizishe watu hapa. Kuna watu labda walikuwa wanachelewa kuingia. Anasema karekodi yote. Kwa hiyo kama anaweza kupanda apande aje apande. Jamani, Lisu jamani, atufanyie mpango. Kasa nataka tuongee nani kuhusu nani masuala ya barua, maana barua za kuwapelekea hivi hawezi kuelewa hawa CCM, mapolisi CCM. Umesikia nani? Emi. Yaani moja ya kitu ambacho Lissu ameongea cha msingi ni hicho kuhusu barua. Unajua sasa hivi tuko kwenye digital. Ni ulimwengu ambao kuna wa kidigitali. Habari za kwenda kupeleka taarifa polisi na laba zako za Air Max, kwenda kupeleka polisi barua na yebo zishapitwa na wakati. Sasa hivi unatumia email, na email inakuwa ina ushahidi. Hawezi akasema za watu kupata taarifa. Email ya polisi ipo, inajulikana. Yani website za polisi zinajulikana. Kwa hiyo watu ambao wanajua masuala ya IT watakuwa wananielewa ninachokisema. Itolewe taarifa. Kuna sheria inaitwa Public Order Act 335 ndio inahimiza hilo swala la taarifa, sio kibali. Kwa sababu nimeona kuna machawa huko Facebook yanaeneza eti maandamano bila kibali ni vurugu. Hakuna maandamano yenye kibali. Yani kuna maandamano yenye taarifa, sio kibali. Kwa hiyo taarifa maana yake tutatoa taarifa kutumia email. Kwa hiyo hakuna polisi ambaye atakuja kuturuka kwamba hakutukupata taarifa, kwa sababu hizo statement zinakuwa za kidigitali na zinakuwa zina ushahidi. Kwa hiyo hakuna habari ya kupeleka barua ya kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7, nimevaa yebo ngenge naenda kwa Mafuele eti nitaandamana. Hakuna, hatuji hivyo. Tunakuja kidigitali. Kwenye email zenu, kwenye website tunaleta. Mje muibishie dunia kwamba hawakutoa taarifa. Habari ya kupanda daradara, kupanda bodaboda, nimekuja na kibasha changu cha kaki kama na apply kazi. Hakuna hicho kitu sasa hivi. Kwanza kazi zenyewe sasa hivi watu wana apply online. Kwa hiyo tutatoa taarifa kwenye email zenu, kwenye website zenu, na hamtaweza kusema hatukutoa taarifa, kwa sababu hivyo vitu vinakuwa vinaeleweka, viko documented. Kwa hiyo Sister Emi, naomba muendelee na huyo ambaye kwa anasema amerekodi. Wanamhitaji waliorekodi. Tusikilize. Yaani hata kama tumerekodi nusu, yaani mimi ningependa watu tuposti, kama ni Instagram, kama ni hapa TikTok, andika tena kabisa kwamba Lissu yuko na Gen Z. Watanyoka, watavurugwa huko. Watachanganyikiwa, watajiuliza Lissu alichomoka saa ngapi? Bwana, waambia watu hapo askari magereza watakuwa wapo kila dakika wanachungulia huko. Hivi uko kweli huko? Mimi nimerekodi lakini ni ndogo sana. Yaani ule muda niloingia ndio nilikuwa. Muda nimeingia ule mimi maana sikukuwa hapa muda mrefu. Nimemwona kaka Nuru hapa, mimi siumpandishe au hajaomba kupanda? Hajaomba kupanda hapa. Okay. Hajaomba kupanda hapa. Hatari yani. Saudia ili
tuwa motivate watu ambao wameingia muda huu hawakuelewa kilichoendelea mwanzoni. Tusikilizishie hicho kitu na tusikilizishie hicho kitu. Alafu tukiendelea kusikiliza hapa, kama Lissu atafanikiwa kwa akaunti nyingine kuja, itakuwa ni jambo jema, au kwa mtu mwingine ambaye atakuwa amerekodi full ili watu waweze kusikiliza. Tusikilizishie dadangu Saudia, kama una device mbili. Machozi ya kuwepo, machozi hajarekodi. Machozi imepita hiyo. Akasema amepitwa, ameingia sasa, akasema amepitwa. Ngoja nichukue simu nyingine. Mimi mbona nikirekodi sasa hivi eti nikirekodi nondo eti ina nani inajikata sauti, sijui kwa nini. Kama kwa mfano hivi sisi ambao ni mamodereta hapa, ukishuka unakuta nani rekodi zote zipo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hata wewe host kwako utaikuta. Yaani kila mtu ambaye ni moderator hapa hii kitu ataikuta kwenye rekodi yake. Kieleweke tu. Kieleweke tu, unasema kwamba hata host ataikuta kwenye nini? Host, yani host ma moderator wote, yani zipo zote zinakuepogi lazima. Kwa ma moderator mpaka na yeye awe ameseti hivyo. Kama hajaseti hivyo haziwezi zikawafikia. Nategemea na jinsi nazikutaga zote rekodi. Yani hata kama mtu afungue live mimi nisipokuepo, na ikuta imejisave yenyewe kwenye simu. Yani hiyo inatokea na setting yako hujaseti na kwa haiseti, na hata wewe mwenyewe pia unaweza kaamua ukatoa hiyo pia hata kwako pia ikawa save au simeta kwa pia hiyo. Nikajua ni wote ma moderator. Mimi kwangu inabaki, yani hata nisipokuepo live, kama ni moderator wa live fulani nakuja kusikiliza kila kitu kilichoongelewa. Mimi leo nahisi nimeifunga. Lissu huyu hapa jamani, napandishwa wapi? Kaomba anapandishwa wapi? Ngoja nishuke. Ngoja. Mheshimiwa Lissu kaomba. Okay. Sasa changamsha live na wewe, hata vinanda hata mabusu. Nazingua. Wanlavua moto. Akiwa anapanda inabidi uchangamke bwana. Hizi sauti tuliimishi sana. Upo juu tayari. Kwa anapopanda inabidi uchangamshe live. Tasamehe sana. Karibu baba Lissu, karibu sana. Kwa sababu nilipewa dakika 10 za kusubiria chini ili nipande tena. Sasa sijajua kama ndo nitapewa tena suspension ya 1 kwa 1. Tutajua kule mbele. Kitu nataka nimalizie kusema cha mwisho. Kuna watu watasema nimelitendea taifa langu kwa sababu ya uoga. Niliogopa kwa sababu nilijua nikijitokeza nitauliwa. Unaogopa kufa, ila malele ikikupiga utakufa tu. Kifo kipo mahali popote. Na ndio maana tunasema hatujitangazi tunakufa. Mababu zetu walikwisha kufa kwa ajili ya taifa hili. Wewe unataka kufa kwa ajili ya nini? Wewe hufai kufa. Tutasimama kwa ajili ya kulitetea na kuisemea serikali hii ambayo ni ya kichwana bila kuogopa. Ukinyamaza watatekwa wengine. Ukikaa kimya watauliwa wengine. Kwa hiyo ni jukumu letu kusema hapana, tunatoka sauti ya pamoja. Sauti ya wachache ni ndogo kufanya mabadiliko, lakini tukiwa na sauti ya pamoja, tukaungana pamoja, tuna uwezo wa kuibadilisha Tanzania haraka sana. Ni uzembe wetu. Kila mmoja anajiona ni mbabe, ni mkubwa. Kwa hiyo tarehe 7 ajenda yetu tusiseme huyu anaongea vizuri, huyu anazungumza sana. Ajenda yetu ni kuiambia serikali lazimu hii ambayo ni ya kitwana kwamba tarehe 7 tunakuja, na ili tuone kama watakuwa na nguvu, tutatoka na watoto wetu mapema kabisa, tuwe barabarani. Tutatoka mapema,
na hii ikawe ni darasa kwa wengine kwamba tarehe 7 tutatoka mapema. Kutoka mapema kuingia barabarani, hatuendi tu kuandamana. Nilisema tunaenda ibadani. Ile ni ibada. Kwa ibada hatuendi tu kuandamana. Nilisema tunaenda ibadani. Ile ni ibada. Kwa ibada na protocol. Ibada na protocol. Protocol namba 1 ni kutoka mapema. Protocol namba 2 ni kuendelea kufanya uhamasishaji wa vyama vya siasa vituunge mkono, kwa sababu maandamano haya hayajaitishwa na chama cha siasa. Hiyo tukubaliane. Tusiwaingizie ulazima wa Chadema kuingia. Ni vyema tu kuambia tuunge mkono. Hata wale Chauma wala ubwabwa na wenyewe tuwatumie mwaliko kwamba tunahitaji watuunge mkono, kwa sababu ni maandamano ya amani. Tuwatumie mwaliko wa CCM pia kwamba tarehe 7 tutakuwa na maandamano ya ibada. Waje. Tuwatumieni mwaliko polisi kwamba tutakuwa na ibada ya kitaifa. Waje. Tusiogope kuwatumia ujumbe wa mwaliko kwa ajili ya ibada ya tarehe 7 mwezi wa 7. Tusikomae kupiga tu nondo. Tukomae kuelewa kwa nini tunaandamana pia. Tunaandamana kwa sababu tumechoka. Kwenye comment section andika tumechoka. Kama hujachoka usiandike. Kama umechoka, unaona mambo yanaenda kombo, sema tumechoka. Enough is enough. Tumechoka. Hiyo ndio lugha. Tumechoka. Tumewavumilia, imetosha. Tumechoka. Bei za mafuta ziko juu. Tumechoka. Maisha yamekuwa magumu. Tumechoka. Kutunafikia ndugu zetu waliokufa tarehe 29. Tumechoka. Hiyo ndio lugha yetu. Ukimwona mtu mpole amechoka, amechoka kweli. Punda amezidiwa. Ni wajibu wa kuambia ndugu zetu tumechoka. Tumechoka kubaguliwa. Tumechoka. Tumechoka kunafikiwa. Tumechoka. Tumechoka kutishiwa na CCM kwamba tutauliwa. Tumechoka. Ukimtishia mtu kila siku utamuua, lile neno limezoeleka. Tumesema tumechoka. Tumechoka pia kuambiwa kwamba ajira zipo na pesa zipo, alafu zile pesa hatuzioni. Tumechoka. Tumechoka na ndugu zetu kuendelea kutekwa. Polisi badala ya kutulinda, wao wamegeuka majambazi, wamegeuka magaidi, wamegeuka watu ambao ni hatari kushinda hata simba. Tumechoka. Tumechoka. Kama watu wengine walipelekwa kituo cha polisi, walienda wakafilwa, wakaingiziwa mauchafu, na wengine kutoka nje wakafanyiwa ufilwa.